na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu kwa upendo wake usio na kipimo ametuwezesha kukutana tena katika meza ya neno lake kusudi tujifunze linalotupasa kama watoto wake. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 5 ya kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Waamuzi. Hiyo ni kwenye Agano la Kale. Katika kipindi kilichopita tuliona jinsi Mungu aliwafanyia ushindi watu wake na kuwapa ukombozi mkuu. Sasa kwenye sura hii ya 5 twaupata wimbo wa Debora na Baraka. Siku walizoishi watu hawa wa Mungu zilikuwa zenye giza, kwani Israeli waliohitajika kuwa watawala katika nchi aliyowapa Mungu, wao walibadilika na kuwa watumwa. Mungu kwa neema yake aliwapa ushindi dhidi ya hao watesi wake. Yote haya yalitendeka kaskazini mwa nchi ya Israeli. Ushindi huo uliwaelekea watu na Debora na Baraka kumwimbia Mungu nyimbo za sifa. Kwenye aya ya 1 hadi aya ya 5 neno la Mungu latuambia yafuatayo: ndipo Debora na Baraka mwana wa Abinoamu wakaimba siku ile wakisema, kwa sababu wakuu walitangulia katika Israeli, kwa sababu watu walijitoa nafsi zao kwa hiari yao, muhimidini Bwana. Sikieni enyi wafalme, tegeni masikio enyi wakuu. Mimi nitamwimbia Bwana, nitamuhimidi Bwana Mungu wa Israeli. Bwana, ulipotoka katika Seiri, ulipokwenda vitani kutoka mashamba ya Edomu, nchi ilitetema, mbingu nazo zikadondoza maji. Naam, mawingu yakadondoza maji. Milima ikayeyuka mbele za uso wa Bwana, naam, hata Sinai ule mbele za uso wa Bwana Mungu wa Israeli. Wimbo huu kama vile ulivyo ni wa kishairi. Debora akiri kwamba yeye ni mama katika Israeli, wala hakuwa akitafuta kazi yoyote ile. Mungu alimchagua awe mwamuzi na kiongozi katika nchi ile. Katika historia kuna wanawake wengi waliofanya mambo makuu na kuwaokoa wengi katika siku zao. Debora ni mmoja wa waamuzi waliokuwa na sifa katika Israeli. Katika sifa na uwezo amzidi Othnieli kwa mbali. Jinsi ilivyokuwa wakati ule kwa Debora kuwa kiongozi naye ni mwanamke, ilikuwa wazi kwamba hali ya utu katika nchi ile ilikuwa dhaifu, kwa kuwa kawaida ilikuwa ni wanaume kuongoza. Baraka aliyewajibika kuongoza jeshi la Israeli alikuwa mwoga asitake kwenda vitani Debora asipoenda naye. Debora alikubali kwenda naye, nao wakapata ushindi, maana Mungu aliwapa ushindi ule. Msikilizaji, naamini kwamba huyo aliye tayari kutumiwa na Mungu kama ilivyokuwa kwa Debora, Mungu humtumia na kutimiza kusudi na mapenzi yake. Haijalishi ni mwanamke au ni mwanamume, maana neno la Mungu latuambia kwamba katika Kristo hakuna Myunani wala Myahudi, wala hakuna mwanamke au mwanamume, maana si tu viungo katika mwili wa Kristo. Ndugu yangu, usijione kuwa duni katika lolote lile, maana Mungu aweza kukufanya ukawa jinsi usivyoweza kufahamu, mradi uyaweke maisha yako mikononi mwake, maana hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wengi wa waamuzi tutakaosoma habari zao. Ushindi huo uliwafanya watu hawa kumwimbia Mungu wimbo wa sifa, na ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako unapojitoa kwake Mungu na kujiweka mikononi mwake. Basi utaimba nyimbo za sifa, kwa kuwa Mungu atakutendea makuu usiyoweza kuyatafakari wala kuyafikiria hata sasa. Neno la Mungu kwenye aya ya 6 na ile ya 7 laendelea kutuambia hivi: katika siku za Shamgari mwana wa Anathi, siku za Yaeli, njia kuu zilikuwa hazina watu, nao wenye kusafiri walipita kwa njia za kando. Maliwali walikoma katika Israeli, walikoma. Hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Wimbo huu kama vile ulivyo waanza kwa kumtaja Shamgari, huyo mwamuzi aliyetumia konzo la ng'ombe kupigana na adui zake. Wakati wa waamuzi, maadili mema hayakuwepo miongoni mwa watu na sheria hazikuzingatiwa. Kutembea katika njia kuu ilikuwa shida, maana watu kwa woga wa watesi wao walitumia njia za kando. Debora alijua kuhusu haya yote, ndiposa ayataja. Katika wimbo huu atajia kutokuwepo kwa uongozi. Watawala hawakuwepo ili waongoze watu. Debora aliyekuwa mama katika Israeli aliamua kufanya hilo ambalo mwanamume yeyote hakutaka kutenda. Hili lanikumbusha habari ya wahubiri wawili waliokuwa wakitembea mjini, kisha wakamwona mwanamke mmoja aliyekuwa akihubiri kwenye kiwanja.
Basi mhubiri mmoja akamwambia mwenzie, jamani, ni aibu sana kwamba mwanamke aweza kuhubiri. Mwenzake akamjibu akamwambia, ni aibu kuu kabisa iwapo mwanamke yule atakosa kuhubiri na pasiwepo mwanamume wa kusimama kuhubiri. Rafiki yangu, ningelipenda kukujulisha kwamba si habari ya kuwa mwanamke au mwanamume ndiyo ya kufanya utende jinsi unavyoweza kutenda, bali ni habari ya kujitolea kwake Mungu na kunena kama vile Mariamu alivyonena, ya kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu na litendeke lile neno alilonena Bwana kwa ajili yake. Mtu anaponena maneno kama yale, mara moja Bwana hufanya kazi kuu katika maisha yake na humfanya kutenda mambo katika kusudi lake, hasa kwa ajili ya watu wake ambao wanahitaji wakati huo. Mwanamke huyu aitwaye Dibora alichukua wadhifa wa kuiongoza nchi. Aliona jinsi hali ilivyokuwa mbaya, naye kama mama alitaka watoto wake wawe na maisha mema. Kwa sababu ya shauku la moyo wake, twamuona akiongoza Israeli wakati ambapo taifa hilo lilikuwa limemkana Mungu na kukengeuka katika maadili yake. Aya ya 8 yaendelea kutwambia hivi: walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Israeli, msikilizaji wangu, walimkataa Mungu. Hii ni kama vile wengi wanavyofanya leo hii. Si kwamba wamkana Mungu, bali wageukia miungu zaidi. Hili waliona kila siku, kwani kuna wengi wanaoishi bila Mungu miongoni mwetu. Dibora hakutaka watoto wake kukuzwa katika hali kama ile, ndiposa aliamua kuchagua msimamo, na msimamo ulikuwa kuwaongoza watu wapate kumrudia Mungu, Mungu wao aliyewakomboa kutoka kwenye nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Baada ya vita vya pili vya dunia, watu wengi walifikiri kwamba wataishi kwa amani. Walichofikiri ni kuwa watakuwa na amani na kuendelea kuishi katika dhambi. Walisahau kusoma maandiko yaliyoko kwenye Zaburi ya 85 mstari wa 10 unaosema hivi: fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimehusiana. Unapofikiri habari ya haki na amani leo, ni dhahiri kwamba hazina uhusiano hata kidogo. Namshukuru Mungu kwamba haikuwezekana Mungu atuache katika amani na dhambi. Jinsi walivyotenda Waisraeli, ndivyo watu wengi hutenda hata sasa. Israeli walipokabili adui zao hawakuwa na silaha yoyote ile, jambo litufahamishalo kwamba ushindi hautokani na silaha tulizo nazo, bali ni Mungu atupaye ushindi. Hilo ndilo Mungu alimwambia Zerubabeli, na ndivyo atuambia leo hii. Soma hayo kwenye sura ya 4 ya kitabu cha nabii Zekaria mstari wa 6. Neno kwenye aya ya 9 latuambia hivi: moyo wangu unawaelekea maliwali wa Israeli, waliojitoa nafsi zao kwa hiari yao miongoni mwa watu. Muhimidini Bwana. Kulingana na aya hii, twaona kwamba hali haikuwa mbaya sana. Palikuwepo baadhi ya viongozi waliokuwa wacha Mungu. Dibora aliwataka watawala hao kumuunga mkono. Umati ulikuwa haumchi Mungu, ndiyo ulikataa kumfuata Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11, hili ndilo twalipata: itangazeni habari, ninyi mpandao punda weupe, nanyi mketio juu ya mazulia ya thamani, na ninyi mnaopita njiani kwa miguu. Itangazeni habari, ninyi mpandao punda weupe, ninyi mketio juu ya mazulia ya thamani, na ninyi mnaopita njiani kwa miguu. Mbali na kelele za hao wapigao mishale katika mahali pa kuteka maji, hapo watatangaza matendo ya haki ya Bwana, naam, matendo ya haki ya kutawala kwake katika Israeli. Ndipo watu wa Bwana waliposhuka malangoni. Malango ilikuwa mahali pa kukutania pa viongozi wa wakati ule. Ni hapo ndipo mengi yalifanywa, kama vile uamuzi wa kesi na mambo mengineyo yaliyohusu jamii ile. Msikilizaji wangu, hapo ndipo neno la Mungu latuambia kwamba habari zake Bwana zitatangazwa, haki yake na jinsi alivyotawala katika Israeli kwa haki. Ndugu yangu, hivyo ndivyo Mungu alihitaji watu wale waishi, na ndivyo Mungu ataka tuishi, yani kutangaza matendo ya haki ya Bwana katika maisha yetu, hasa wokovu aliyotutendea katika mwana wake Yesu Kristo. Yakupasa kwa hivyo kumfuata Bwana Mungu kwa moyo wako wote, maana pasipo ya kumfuata Mungu kwa moyo wako wote, hautaweza kutangaza haki yake na jinsi anavyotawala maishani mwako.
Mgeukie Bwana kwa moyo mkamilifu, nawe utatangaza haki yake Bwana miongoni mwa watu, na utakapotangaza haki yake, watu watatafuta kumjua Mungu wako, Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Kwenye aya ya 12 na hiyo ya 13, neno laendelea kutuambia yafuatayo: amka, amka Dibora, amka, amka, imba wimbo. Inuka Baraka, wachukue mateka wao waliokuchukua mateka, mwana wa Abinoamu. Ndipo walitelemka mabaki ya waungwana na ya watu. Bwana alishuka kwa ajili yangu, apigane na mashujaa. Baada ya ushindi wa Israeli dhidi ya adui yake, Dibora alimwambia Baraka achukue uongozi wa taifa hilo, lakini hakufanya hivyo. Ikambidi Dibora kuendelea kuliongoza taifa lile. Alikuwa na uwezo juu ya wakuu waliokuwako wakati huo. Hilo ndilo tulisoma kwenye aya hiyo ya 12 na 13. Nayo aya ya 14 hadi 16, neno lasema hivi: kutoka Efraimu walitelemka wao ambao shina lao ni katika Amaleki, nyuma yako Benyamini, kati ya watu wako. Kutoka Makiri walishuka maliwali, na kutoka Zabuloni wao washikao fimbo ya mwandishi. Na wakuu wa Isakari walikuwa pamoja na Dibora. Kama alivyokuwa Isakari, ndivyo alivyokuwa Baraka. Waliingia bondeni kwa kasi miguuni pake. Kwenye vijito vya Rubeni palikuwa na makusudi makuu mioyoni. Mbona ulikaa katika mazizi ya kondoo kusikiliza filimbi zipigwazo ili kuita makundi? Kwenye vijito vya Rubeni palikuwa na makusudi makuu mioyoni. Yashangaza msikilizaji kwamba makabila mengine hayakushiriki kwenye vita hivyo. Miongoni mwao ni Rubeni. Walikuwa majirani sana, lakini hakuna lolote walilofanya ili kusaidia ndugu zao. Isakari ndilo kabila lililochangia ushindi dhidi ya Yabini na Sisera, hao watawala wa Kanani. Twasoma sasa kwenye aya ya 17, nayo yasema hivi: Gileadi alikaa ng'ambo ya Yordani, na Dani mbona alikaa katika merikebu? Asheri alikaa kimya penye bandari ya bahari, alikaa katika hori zake. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatufunulia hayo ambayo makabila mengine yalikuwa yakitenda. Dani ulikuwa mji wa biashara, nao Wadani hawakutaka kuacha biashara yao. Na ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya Asheri. Kama ilivyokuwa wakati wa Dibora, ndivyo ilivyo leo hii miongoni mwetu, kwamba kuna watu wasio na uzalendo kwa nchi yao. Wao hufuatilia tu ya kuwafaidi bila kuzingatia maslahi ya vizazi vijavyo. Neno lasema hivi kwenye aya ya 18: Zabuloni ndio watu waliohatarisha roho zao hata kufa, nao Naftali mahali palipoinuka kondeni. Ashukuriwe Mungu, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya makabila haya mawili yaliyopigana pamoja na ndugu zao dhidi ya adui na watesi wao. Ndivyo ya kuhitaji maishani mwako, rafiki yangu, yani kupigana bega kwa bega na ndugu zako mara wanapokumbwa na mashambulizi yoyote kutoka kwa adui yetu, naye ndiye Ibilisi. Kwenye aya ya 19 neno laendelea kutuambia hivi: wafalme walikuja wakafanya vita. Ndipo wafalme wa Kanani walifanya vita katika Taanaki karibu na maji ya Megido. Hawakupata faida yoyote ya fedha. Naam, yaonekana kuwa walikuwepo hao waliokuwa adui ya Israeli, nao waliungana nao ili kufanya vita dhidi ya Yabini na Sisera. Waliwasaidia katika sehemu hiyo ya Megido, nayo ndiyo sehemu itakayoitwa Amergadoni siku moja. Tunapoendelea kusoma maandiko haya, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 20: walipigana kutoka mbinguni, nyota katika mienendo yao zilipigana na Sisera. Zaidi ya maneno haya kuwa ya kishairi, msikilizaji wangu, naamini kwamba Mungu alipigana dhidi ya watu hao waliokuwa watesi wa watu wake. Kwenye aya ya 21 hadi 23 neno lasema hivi: mto ule wa Kishoni uliwachukua, ule mto wa zamani, mto wa Kishoni. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ndipo kwato za farasi zilikanyaga kanyaga kwa sababu ya kuparapara kwao wenye nguvu. Ulaanini Merozi, alisema malaika wa Bwana. Walaanini kwa uchungu wenyeji wake, kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Ndugu msikilizaji, si rahisi kujua sehemu hii iitwayo Merozi. Wenyeji wa mji huo singelipenda kuhusishwa nao, kwani walikosa kuondoka ili wafanye kazi pamoja na Mungu, yani kupigana dhidi ya watu wale waliokuwa adui zake Mungu.
Kwa sababu hiyo watu hao walilaaniwa. Nasikitika kwamba kuna wengi leo hii wasiotaka kuweka mkono wao ili kusaidia katika kazi ya Bwana. Je, wewe kama muumini utafanya kama walivyofanya hawa wenyeji wa Merozi, au utakuwa kama Isakari, Zabloni na Naftali walioungana na Baraka kupiga adui? Ombi langu ni kwamba utajishughulisha katika hayo yanayohusu kuieneza Injili kwa kufanya lolote lile ili neno lipate kuendelea. Kwenye aya ya 24 hili ndilo twalipata: atabarikiwa Yaeli kuliko wanawake wote, mkewe Heberi Mkeni atabarikiwa kuliko wanawake wote hemani. Shujaa wa siku hiyo, ndugu msikilizaji, ni huyo tunayetajiwa jina lake hapa, aitwaye Yaeli mkewe Heberi. Haya ni kwa msingi wa hilo alilotenda Yaeli. Sehemu hiyo ilikuwa na mili ya watu waliokufa na pia matunda ya ushindi wa vita vile. Alichotenda Yaeli, msikilizaji wangu, ni jambo linalotuonyesha kwamba Mungu huwatumia wale walio tayari kutenda mapenzi yake. Mungu yu tayari kukufanya uwe chombo cha kufanya kazi njema mikononi mwake iwapo utajitolea kwake. Baada ya hayo yote, moyo wa umama katika Dibora waonekana kwenye maneno yake katika aya ya 28 hadi 30. Neno la Mungu lasema hivi: alichungulia dirishani akalia. Mama yake Sisera alilia dirishani, mbona gari lake linakawia kufika? Mbona gurudumu za gari lake zinakawia? Mabibi yake wenye akili wakamjibu. Naam, alijipa nafasi yake jawabu. Je, hawakupata mateka na kuyagawanya? Vijakazi wawili kwa kila mtu. Kwa Sisera nyara ya mavazi ya rangi mbalimbali, nyara za mavazi ya rangi mbalimbali ya rangi mbalimbali ya darizi pande zote mbili juu ya shingo za hao mateka. Mamaye Sisera katika moyo wake alijua tayari lililotendeka. Alijua kwamba mwanawe amekufa. Kwa muda alifikiri atamuona akirudi nyumbani na nyara toka vitani, lakini hilo halikuwepo. Hata hivyo, moyo wa Dibora ulimwonea huruma mama huyo. Kisha kwa kumalizia sura hii ya 5, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31: na waangamie vivyo hivyo adui zako wote, Bwana, bali wao wampendao na wawe kama jua hapo litokapo kwa nguvu zake. Nayo nchi ikastarehe miaka 40. Msikilizaji, katika siku zilizopita kuna kina mama walioshinda maovu ya wakati wao, sawa na huyu Dibora alivyofanya. Historia yatuambia kumuhusu aitwaye Monika, mamaye mtakatifu Augusto. Mama huyu alimwombea daima mwanaye aliyekuwa profesa katika vyuo vya wakati huo, naye baadaye alijinyenyekesha miguuni pake Yesu Kristo. Huyo Augusto baadaye alikuwa mhubiri na mkufunzi mkuu aliyewahi kuwepo katika historia ya Kikristo. Kuna mwingine aitwaye Susana Wesley, naye aliwaombea wanawe wawili, Yohana na Charles Wesley. Hawa baadaye walikuwa wahubiri wakubwa katika siku zao. Kwa hili nisemalo, ndugu msikilizaji, sina maana ya kufanya ibada kwa wanawake au kina mama, bali nina maana ya kukujulisha hilo awezalo kutenda Mungu tunapojitoa kwake jinsi tulivyo. Mungu aweza kuyatumia maisha yako yawe baraka kwa wengine ukimfuata kwa moyo mkamilifu. Neno hili lamalizia kwa kusema kwamba waangamie vivyo adui zake Bwana, na wao wampendao Bwana wawe kama jua hapo litokapo kwa nguvu zake. Hili, ndugu msikilizaji, ni jambo linalotufahamisha moja kwa moja kwamba iwapo hautaandamana na Bwana Mungu wa Israeli, basi uangamivu ndio wa kusubiri. Lakini iwapo utampenda, nguvu zako zitakuwa kama jua litokapo kwa nguvu zake. Na je, ni nani awezaye kujikinga dhidi ya nguvu za jua? Hakuna. Kwa hivyo mche Bwana Mungu wako, tembea katika maagizo yake, nawe utapokea baraka ambayo Dibora alitangaza kama nabii juu ya wote wampendao Bwana. Mche Bwana nawe utabarikiwa siku zote maishani mwako. Hebu na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako leo hii kwa sifa na shukrani, kwa sababu wewe ndiwe Mungu, Mungu anayetujali katika kila hali maishani mwetu. Ewe Mungu uishie milele, Mungu uliyewapa watu wako ushindi, tazama maisha yetu, kuna sehemu nyingi tunazoshindwa kwa sababu tumekosa kukutii. Lakini kwa kuwa tumelipokea neno lako leo, tumefahamu kwamba
Tunapokupenda tutakuwa na nguvu kama jua litokapo kwa nguvu zake, na zaidi ya yote utatupigania katika kila jambo maishani mwetu. Maana wapendezwa tunapoishi kwa ushindi dhidi ya adui yetu Ibilisi, anayetaka siku zote tukeuke maagizo yako na kuishi katika uasi. Asante kwa kuwa Mungu wetu umetufungua macho yetu siku hii ya leo, nami pamoja na msikilizaji wangu tuamini kwamba kutokana na nguvu za Roho wako Mtakatifu utatuongoza na kutusaidia tutende yote yaliyo katika mapenzi yako, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba hili tulilojifunza leo limekusaidia katika maisha yako, na ya kuwa katika lolote utendalo utachagua kumpenda Bwana, wala hutachagua miungu mingine iliyomo ulimwenguni sasa hivi. Kwa kuchagua Mungu wa Israeli umechagua uzima na ushindi maishani mwako daima, kwa kuwa Mungu uliyemchagua ndiye Mungu aliyeumba vyote, naye ndiye aweza kukutendea yote asiyoweza mwingine kukutendea. Ishi katika neno hili nawe utabarikiwa, maana hivyo ndivyo Mungu anavyokusudia kukubariki. Na kwa hayo tukutane kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona makuu ambayo Mungu huwatendea watu wake wanapomrudia katika hali yoyote ile. Na hadi wakati huo, neema yake iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.